Wengi tumesherehekea mambo ya Kristo, lakini wakati mwingine hatujaelewa Kristo kusudi lake. Amen. Amen. Nataka tuzungumzie kuhusu kusudi la Kristo kujitokeza ndani mwetu. Amen. Ni nini maana ya kuzaliwa kwake Kristo? Kando na sherehe na watu kujivinjari, ni muhimu ujue sababu, maana kuna mtu atataka kujua sababu asaidike. Amen. Na kwa hivyo neno la Bwana linapatikana katika hicho kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana, mlango ni wa 3, mstari ni wa 8. Neno la Bwana linasema, nasoma kwa Roho Mtakatifu. Waraka wa kwanza wa Yohana, mlango ni wa 3, mstari wa 8. Kichwa cha ujumbe huu ni kujua umuhimu wa Kristo katika maisha yetu. Ujio wake, kuzaliwa kwake, kusudi lake ndani mwetu ni lipi? Amen. Mstari wa 8 unasema, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi, ama kazi za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kusudi la Kristo kuzaliwa ni kuharibu kazi za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Yeye kuzaliwa katikati ya wanadamu, kuchukua lile umbo la mwanadamu, lengo lake kuu ni kuharibu kazi za shetani. Tangu enzi zile za Adamu katika bustani ya Edeni, Biblia inasema kwamba na wakamuasi Mungu, na walipomuasi Mungu akaachilia laana juu ya yule Hawa, akaachilia laana juu ya nyoka, na akaachilia laana juu ya Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Na tangu wakati huo mwanadamu alikuwa anaishi chini ya laana. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu akawa amekandamizwa. Mwanadamu akawa haezi akaishi kulingana na matarajio yake, kwa sababu kuna laana ya watangulizi wetu Adamu na Hawa. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hayo maandiko unapata kwamba ule mlango wa 3 mstari wa 15, Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 15 inasema kwamba na Mungu akanena jambo juu ya shetani na akanena jambo juu ya mwanamke, akamwambia shetani, uzao wa huyu mwanamke utakuponda kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anazungumzia Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anazungumzia Kristo, maana Kristo peke yake ndiye aliweza kushuka kuzimu na kuweza kupambana na makusudi ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Hapajawahi kuwa na mwanaume yeyote, na hatawahi kuwepo. Huyo alikuja mara moja na akakamilisha kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tunamtambua kama sadaka kamilifu, maana ili mugharimu yeye mwenyewe kuzaliwa katikati ya wanadamu. Biblia inasema akakiacha kiti cha enzi, akauacha utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Ili tu ashuke azaliwe miongoni mwetu, atuokoe sisi tuliolemewa na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sababu kuu ya Kristo kuzaliwa ni kwamba atusaidie katika minyororo ambayo ingali inatukandamiza. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu tunaishi kwa jamii ambayo imezungukwa na mambo mengi, imezungukwa na mila, imezungukwa na desturi, tamaduni, itikadi. Kila hatua utakayoichukua lazima uhusishe jamii katika utaratibu wake. Bwana Yesu asifiwe. Taratibu zingine ni sawa, lakini zipo zingine ni vifungu. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwa vigumu wewe kuinuka, maana shetani lengo lake kubwa ni kukukandamiza, kukupress. Lakini Kristo kusudi lake ni kuziharibu hizo kazi za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tufurahie
tumsifu kwa kuwa udhihirisho wake ni kuwa shetani kazi zake zimemalizika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe kama Mkristo, nataka uwe na wazo tofauti na watu wengine wa kawaida. Uelewe kuzaliwa kwake Kristo kuna maana gani kwako. Isiwe sababu ya wewe tena kurudi kwa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Isiwe sababu wewe ndio unafanyika watchman wa kufungua mlango wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe chombo kitakachotumika kuleta dhambi kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe msingi wa dhambi kwa sababu ya kuzaliwa kwake Kristo. Huku kukumbuka kuzaliwa kwake Kristo kusipeane sababu ya watu kurudi kwa dhambi, ila watu wamgeukie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama kuna mahali ulikuwa umesahau, kumbuka ya kwamba Kristo alikuja kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka katika Agano la Kale, Mungu mwenyewe alijaribu hata kutoa ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Alijaribu kuagiza makuhani wakati ule akina Musa, Aruni, na kile kizazi chote cha Lawi ambacho kilifanyika makuhani. Kulikuwa na dhambi, kulikuwa na sadaka za dhambi. Amen. Amen. Na unaagizwa unatoa kondoo, unatoa mbuzi, unatoa ng'ombe. Mungu binafsi alijaribu, aliagiza, lakini tatizo la Agano la Kale katika nafasi ile ni kwamba zile sadaka ama wale wanyama waliokuwa wanatolewa walikuwa wanatumika, damu yao inatumika kufunika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Which means itafikia mahali itaamka tena. Ndio Mungu akafikiria. Bwana akakaa, akaona hapana, lazima niwe na alternative nyingine ya kumsaidia mwanadamu, maana nimemuumba kwa mfano wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipoketi kama Mungu na akaona ni vyema amtume mwanawe, hana mwana mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ni huyo akasema huyu nitamtuma azaliwe kati ya wanadamu wenzake. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwa kuvaa ule mwili wa mwanadamu, anapozaliwa kati yetu atusaidie katika ule udhaifu wa mwili. Ndio maana Kristo amezaliwa kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ili katika ule mwili apate kukabiliana na changamoto za dhambi. Sema amen. Amen. Kwa hivyo Kristo kuja kwake ni suluhisho kwa dhambi. Amen. Mpe Bwana sadaka nzuri ya makofi. Suluhisho kwa dhambi ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna pesa inaweza kuondolea dhambi. Hakuna rasilimali utapeana uondolewe dhambi. Ni kumwamini Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana yeye ndiye sadaka kamilifu, a perfect sacrifice. Kuzaliwa kwake ni kwamba amekuja ili kutusaidia katika ule uharibifu uliotupata. Amekuja kutukumbusha kwamba sisi tunastahili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amekuja wakati ambapo unaelewa mambo unayokabiliana nayo. Na andiko linasema vizuri. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa 3 mstari wa 8. Sehemu ile ya pili kwamba kwa kusudi hili Kristo alidhihirishwa kuziharibu kazi za shetani. Kwa hivyo Kristo hajakuja kushikamana na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna ushirika kati ya Kristo na shetani. Hakuna ushirika kati ya nuru na giza. Ni wakati wa wewe kama Mkristo kujitambua uko upande gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya masaa, haya majira tunayokaa, wewe unapoamka asubuhi, unajitambua uko kwa giza ama uko kwa nuru. Na ukijipata uko kwa giza, tambua Kristo alikuja kwa ajili yako. Usihangaike. Usisumbuke. Usiteseke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiyumbayumbe. Yupo. Tena yuko tayari kukuondoa katika minyororo ya dhambi.
Amen. Unaweza kuwa ulihusishwa. Kuna dhambi za kuhusishwa ama kushirikishwa. Haleluya. Amen. Kuna dhambi ambazo wewe mwenyewe unazitenda kwa hiari. Yaani wewe unaamka na unajua kweli hii ni dhambi na unaifanya sehemu ya maisha. Lakini kuna ile ambayo inakuja kwa sababu kuna mtu katika kizazi chenu, kuna mtu katika familia yenu alitumika kama lango kufungua. Sasa mnajipata nyote mumezama katika ile dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iwe dhambi ya kushirikishwa, iwe dhambi ya hiari, hizo dhambi na makosa zote Kristo alidhihirishwa kuharibu hizo kazi. Ndio maana amezaliwa. Mpe Bwana sadaka nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Unapofurahia, unapokula vizuri, unapopata kinywaji kile unachopata kwa ajili ya utukufu wa Bwana, mtukuze Bwana kwa sababu kuja kwake kumeleta ushindi katika maisha ya mwanadamu. Ni pigo kuja kwake Kristo, ni pigo kwa ufalme wa giza. Usifikirie ni rahisi. Bwana asifiwe. Shetani ana wasiwasi na kule tu kuzaliwa kwa Kristo ndani ya mioyo yetu. Ana wasiwasi kwa sababu anajua mkombozi amezaliwa. Na amekuja kabisa. Maana angalia kile kipindi ambacho anazaliwa. Hata mfalme Herode aliposikia ya kwamba amezaliwa Mwokozi, na mamajusi wanatembea, wanapita kwenye himaya yake, wanapita kwenye ngome yake, na wakasema wanaenda kumuona Mwokozi, mfalme. Haleluya. Akasema nendeni mjue yuko wapi. Akawa na wasiwasi. Kile kipindi ambacho walikuwa wamezuiliwa kina mamajuzi kwa sababu ya Herode, kile kipindi Bwana atakikomboa maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Ule muda wa delay kwa sababu ya Kristo kuja kukusaidia mahali. Kuna mahali umekaa, mwaka unaelekea kuisha, bado tuna siku kama 3 peke yake, lakini haujui itakuwaje. Mpendo, na kuhakikishia bado Kristo atatenda mema na makuu, na kusudi lake kuziharibu kazi za shetani. Hakuna kazi ya shetani inaweza ikanawiri, ikaimarika wakati ambapo Kristo yuko maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Udhihirisho wake unaweka kila kitu cha shetani to an expiry date. Wapende wasipende. Na hili nalitangaza kwenye madhabahu haya. Ya kwamba hakuna kitu ambacho ni cha uovu ambacho kitainuka dhidi ya makusudi ya Kristo. Maana Kristo kuja kwake ni kwa sababu ya kuharibu kila kazi. Kwa hivyo haijalishi ni kazi gani imepangwa na wachawi. Haijalishi imepangwa na watu wa aina gani. Hata kama mizimu imeungana ya sehemu zote, madhabahu yanayoshirikiana ya giza hata yakaja pamoja ili kufanikisha mambo yao. Kila ninachojua kusudi la Kristo, amekuja ili kuziharibu kazi za shetani. Walichokifanya usiku wa manane ni kazi bure. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wanachokifanya barabarani ni kazi bure. Haleluya. Amen. Wanachokipanga ndani ya nyumba zetu ni kazi bure. Wanachokikusudia mwaka ukianza ni kazi bure, kwa sababu udhihirisho wa Kristo unaashiria nguvu za Bwana juu ya maisha yetu. Hakuna aliye na uwezo mkuu wa kuharibu kazi za shetani kama si Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye mwenyewe amegharamika. Amegharamika. Kitu cha kwanza, amekiacha kiti chake cha enzi. Ameuacha utukufu. Ameshuka kwa nafsi ya mwanadamu azaliwe miongoni mwetu. Amen. Mpe Bwana sadaka nzuri ya makofi. Amen. Ni vigumu watu kushuka kiwango hicho.
Ni vigumu watu kunyenyekea kiwango hicho kusaidia mtu, lakini Kristo ni mfano mzuri wa unyenyekevu, mfano mzuri wa kujitokeza. Maana wakati ambapo Mungu alitazamia akashindwa itakuwaje na mwanadamu, akasema wacha mimi niende niwasaidie hawa watu. Biblia inasema yeye ni ndugu yetu, mtangulizi wetu. He is our firstborn. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ametutangulia kututengenezea mahali ambapo vitu vimeharibika. Bwana asifiwe. Mahali ambapo watu waliokutangulia waliharibu, unapomwamini Kristo, yeye akiwa mtangulizi wetu anakutengeneza. Amen. Haleluya. Amen. Haina haja kutafuta msaada kwingine. Yesu pekee yake ni msaada. Haina haja tutafute watu waliokufa kwenye makaburi tukiconsult. Ni kumwamini Yesu ambaye amekuja kama mkombozi. Kuna laana inakula jamii yenu, kuna magonjwa yanasumbua kizazi chenu, kuna misukosuko katika jamii yenu. Hata usihofu, Kristo ni dawa ya mambo haya yote. Anasema kwa kusudi hili Kristo alidhihirishwa. Kwa kusudi lipi? Haya mambo yanayotutatiza. Bwana asifiwe. Haya mambo yanatuhangaisha yana suluhisho. Sema amen. Amen. Kila tatizo ambalo utakutana nalo kama mwanadamu, Kristo yupo kwa ajili ya kulitatua. Maana yeye kudhihirika kwake, kuja kwake hapa ulimwenguni, hakuja ziara. Hakuja kustarehe. Alikuja kwa lengo la kumwokoa na kumkomboa mwanadamu. Hilo ndio kusudi lake kuu. Akiwa saizi ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usicheze na habari ya Kristo. Vile ninavyomwelewa Kristo, namuelewa kwa undani sana. Kuzaliwa kwake tayari kulizua vita, kulizua vurugu, kulisababisha kusiwe na amani, kulisababisha hata watoto wengine walio wa umri wa miaka 2 wapoteze uhai wao. Maana ufalme wa giza ulikuwa umevamiwa na Mungu aishie milele. Kwa hivyo Kristo ni silaha ya Mungu mikononi mwake kumwadhibu shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu yeye binafsi amepeana suluhisho hapa duniani kwa wale wanaoteseka, kwa wale wanaohangaika, kwa wale wanaosumbuka, kwa wale ambao wamefika ukingoni. Unapomgeukia Yesu, mambo yako yanachukua mkondo mwingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unapomtazama Yesu, mambo yako yanabadilika. Haleluya. Maana alikuja kuharibu kazi. Ni kazi gani hizi ambazo Mungu anazungumzia? Kuna kazi zinafanyika ambazo ni kazi za giza, zinafanyika kwa mkono wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka katika kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 3, huo mstari wa 14 na 15, Mungu anazungumzia, anasema anaweka uadui kati ya shetani na yule mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo mjue ya kwamba tunaye adui ambaye hakosi kuweka mikakati na mipangilio ya kutaka kutuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaye mpinzani. Unapoamka uliweke hilo kwenye akili zako ya kwamba unalo jambo la kupambana nalo, na unapopambana nalo inategemea unamhusisha nani. Watu wengi hawajafunguliwa, hawajabarikiwa, hawajapiga hatua, hawajafanikiwa. Kwa sababu gani? Hawajamhusisha Kristo katika mapambano yao. Bwana Yesu asifiwe. Wamewahusisha watu wa familia, wamehusisha marafiki, wamehusisha washauri, lakini hawajamhusisha nani? Kristo. Muhusishe Kristo. Kusudi amekuja kuziharibu kazi
za shetani. Kwa hivyo Kristo anapohusishwa katika yote unayoyapitia, kusudi lake ni kuhakikisha kila kazi ya shetani inaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Hautamtaja Yesu na kuna uharibifu unaonekana ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoenda kuanza mwaka, nataka tusonge kwa viwango vingine tofauti vya ufahamu. Amen. Nataka uidentify kitu ambacho kimekuwa na wewe muda huo, na tuanze kumuuliza Kristo, ni wapi ambapo hatujafanya ipasavyo? Maana kama yeye alikuja kuziharibu kazi za shetani, hizi kazi mbona zinaonekana maishani mwetu? Ina maana kuna mahali labda tumezikumbatia, kuna mahali tumezihifadhi, kuna mahali tumezifunika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukiachilia, tukisarenda kila kitu, tukimwambia Bwana, hapa nimefika, nimejaribu kwa uwezo wangu, nakabidhi haya yote mikononi mwako, tumruhusu Kristo akabiliane na changamoto zote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana sadaka nzuri. Haleluya. Amen. Kusudi la Kristo kuzaliwa ama kujitokeza ni kwamba mimi na wewe tuishi maisha yaliyo bora, maisha ambayo ni standard ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu mwenyewe anasema, yani mwili ni zaidi ya kula, kunywa na kuvaa. Ina maana kuna an extra mile ambayo tunapaswa kusonga kila tunapoamka. Akili zetu zisiwe katika kukula wala kukunywa wala kuvaa. Kuna hatua nyingine ambayo Mungu anataka kutupeleka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani si maisha ya kuamka na kutafuta chakula, ni maisha ya kuamka na kumtafuta yeye kwa nafasi inayohitajika. Haya mengine anasema, ninajua ni yafaa mule, munywe, mvae. Haleluya. Ya kwamba ninawalisha hata ndege wa angani. Kama Mungu anashughulikia ndege wa angani, anashughulikia maua ya kondeni ambayo leo yamenawiri, kesho yamenyauka, atakosaje kunishughulikia? Atakosaje kukushughulikia? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini asishughulike? Kwa nini asiajibike? Kwa nini Mungu asiendelee kufanya yale majukumu yake kama Mungu ndani ya maisha yetu? Ni kwa sababu kuna mahali hatujakubali kuachana na kazi za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyakati na kizazi tunachoishi, watu wengi wamekuwa wafadhili wa shetani. Wametumia pesa zao kumjengea shetani maisha katika nyumba zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wametumia fedha zao kumuimarisha shetani katika vizazi vyao. Alafu unaamka unasema kwamba shetani amenivamia, shetani amenionea. Angalia mikono yako inaajibika kiasi gani. Haleluya. Amen. Na alitajaye jina la Bwana na uache hofu. Ndio Bwana anasema kwamba tuangalie maisha yetu yawe masafi. Kristo amekuja kutuondoa katika hizi njia za watangulizi wetu. Wacha kuishi kama baba zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha kuishi kama wale shangazi zako. Wacha kuishi kama vile familia inavyoishi. Ishi maisha na viwango ambavyo Mungu ametuwekea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapoishi kulingana na viwango tulivyowekewa, wapendwa, na wahakikishia haya magonjwa ambayo unaona yanasumbua watu, yakizungusha watu tauni moja tauni nyingine, hayatakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Laana zingine ambazo zimeshikilia watu, zimekataa kuwaachilia, wakati mwingine inaonekana ni kama Kristo hana uwezo. Ndio maana unapata mtu yuko kanisani na huko amebeba kairizi kidogo. Haleluya. Amen. Mtu umeokoka lakini una dawa fulani ambayo ulipewa ya kuleta amani pale nyumbani, umeiweka pale, na huku unasema Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unafanya biashara lakini hapo chini ya lile gunia umeweka kamti. Kwamba haka nikakuambia watu ambao walikuwa hana mpango wa kununua wageuke waje wanunue.
hata kama hawana pesa wajipange. Bwana asifiwe. Amen. Halafu ikifika wakati wa kumtukuza Bwana, tunainua mikono yetu tunasema Bwana tunamtukuza. Unamtukuza kwa staili gani? Wakati maisha yako tayari ni ushahidi tosha wewe ni mshirika wa Ibilisi. Maana azitendaye dhambi ni shetani. Bwana asifiwe. Hiyo ni identity. Na hiyo nilo nitalitangaza. Azitendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kwa hivyo ukiwa umeamua maisha ya kuishi kwa dhambi, hiyo ni true identity ya shetani maishani mwako. Lakini pamoja na yote, kwa kudhihirishwa kwake Kristo, Biblia inasema kwa kusudi hili Kristo alidhihirishwa ili aziharibu kazi za shetani. Kristo amekuja ili mshikamane naye, muharibu ule msingi wa dhambi. Maana sasa kuzaliwa kwake Kristo amekuja ili mshikamane, mshikane mikono, mbomoe kile ambacho kimekuwa kikiwahangaisha. Kwa hivyo kuna suluhisho kwa kuja kwake Kristo. Kuna matumaini kwa wale wamtegemea Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna ushindi kwa wale ambao wamekandamizwa. Kumwamini Kristo ni jambo la kila uchao. Amen. Amen. Kila siku ukiamuka, jukumu lako ni kumwamini. Maana imani ni nini? Kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwa. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hivyo ukiamuka na bado hujayaona, amini. Anaweza. Anatenda. Lakini ni kwa wale watakaoshikamana naye. Bwana asifiwe. Usipige kona kutafuta msaada kwingine. Kristo hahitaji misaada mingine ili akusaidie. Anataka tu muamini. Yeye ni msaada tosha. Ndio maana amekuja kati ya wanadamu. Amekuja kukusikiza. Amen. Amekuja kukusikiza. Anasema njoo tusemezane. Anataka kukusikiza. Unasema nini? Bwana asifiwe. Amekuja ili yeye akiwa mwombezi wetu, kwa sababu akiwa ameketi kwenye kiti chake cha enzi anatuombea. Atatuombea vipi wakati ambapo hatujasemezana naye? Bwana asifiwe. Lazima aelewe ni kitu gani kinaendelea. Lazima umwangazie, mwambie mimi tangu kuzaliwa maisha ya kizazi hiki yananitatiza. Bwana asifiwe. Hali ambazo tunakutana nazo kila siku, changamoto za kila uchao, haya mapito tunayopigana nayo kila siku yanamhitaji Yesu. Bwana asifiwe. Tunapomwamini Yesu, unampa asubuhi, amepeana jawabu. Mpe Bwana sadaka nzuri. Haleluya. Amen. Unaamka na swali na ukienda kupambazuka kesho yake amekupa jawabu. Kwa sababu yeye ni suluhisho. Mwambie mwenzako Yesu ni suluhisho. Mwambie Yesu ni suluhisho. Yesu ni suluhisho. Mwambie Yesu ni suluhisho. Yesu ni suluhisho. Mwambie mwenzako usihangaike. Mwambie mwenzako usiteseke. Mwambie Kristo amezaliwa. Mwamini. Amedhihirika kuziharibu kazi za shetani. Mpe Bwana sadaka nzuri ya makofi. Bwana asifiwe. Amen. Mwaka unapoanza, ninataka kila mmoja amshuhudie Bwana. Amen. Kila mmoja afanye nini? Amshuhudie. Lakini uende ujihoji. Uangalie njia zako. Uangalie menendo yako. Maana hutamshuhudia Kristo wakati ambapo umeshikamana na mizimu. Ni vigumu. Hawa ni mabwana wangapi? Utampenda mmoja, utamchukia mwingine. Inategemea ni nani umpendaye. Bwana asifiwe. Amen. Mwaka unapoelekea kuishi, ninataka ufikirie ndani ya moyo wako. Je, kama Kristo atakusaidia katika mapito yako, shikamana naye. Amen.
Kristo atakusaidia kusonga viwango vingine. Shikamana na yeye. Amina. Maana amekiacha kiti cha enzi, ameuacha utukufu kwa ajili yako na mimi. Mpendwa, usimwache Yesu. Usimwache Yesu. Hata wakati ambapo vitu havifanyiki, usimwache Yesu. Ninakusihi kwa upendo wa Kristo, usimwache. Hakuna atakayeacha kiti cha enzi na utukufu aje kwa ajili yetu. Ni huyo mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Mpe Bwana sadaka nzuri ya hata jamii isipokubaliana na wewe, kubaliana na Yesu. Amen. Watu wasipokubaliana na wewe kwa sababu ya maamuzi na imani, wewe kubaliana na Yesu kwa yale ambayo amekuja kuyafanya. Ujue amekuja kufanya jambo hili, amekuja kuziharibu kazi za shetani. Haleluya. Haleluya. Mwaka unapoanza, wengine wenu kuna marafiki mtawapoteza. Mtawapoteza. Nasikia niwaambie hivyo kwa jina la Yesu. Kwa sababu gani? Wengine wamekuwa sababu, wengine wamekuwa kikwazo. Wengine wanaonekana ni marafiki lakini ni ngome za ibilisi. Amen. Na Bwana anaenda kudili na hizo ngome. Amina. Kwa hivyo sometimes ukiona watu wametoweka katika maisha yako bila taarifa, usihofu. Mtukuze aliyejidhihirisha ndani ya maisha yako. Amekuepusha na uovu fulani. Bwana asifiwe. Amen. Mwako unapoenda kwanza, Mungu anaenda kulainisha na kuweka vitu sawa. Amen. Anaenda kuweka vitu sawa. Wewe mtazame Kristo. Usisumbuke. Usiende huku wala huku. Mwangalie Kristo. Muamini. Unapoamka asubuhi, mwambie Bwana, ninaamini neno lako. Neno lako ni hakika na amina. Na unatoka. Mwambie Bwana, nisaidie. Haleluya. Amen. Kama vile tulivyoshauriwa na kuhimizwa asubuhi kwamba kusije mtu mwingine wa habari za kupotosha akakwambia umekaa sana hujabarikiwa, umehudumu sana hujainuka, umeokoka miaka mingi haujainuka. Asije mtu mwingine kukushawishi. Anainua ni Kristo, tena anainua kwa wakati wake, si kwa wakati wako. Fanya kile unachopaswa kufanya kwa wakati wako. Mruhusu anayeinua na anayekweza afanye kazi yake kwa wakati wake. Usisikie sauti na vishawishi vya watu. Bwana asifiwe. Amen. Tumetoka kwa jamii ambazo zinataka ukiokoka leo vitu vinajitokeza kwa pamoja. Mungu tunayemtumikia ni Mungu wa utaratibu. He is a God of order. Amen. Mungu wa mpangilio. Hafanyi vitu kienyeji. Ni Mungu aliye na mpangilio tangu kuumba ulimwengu huu. Kila kitu alikifanya kwa siku yake. Bwana asifiwe. Na ikifika kwako kubariki, kila kitu kina wakati wake. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Kila baraka ina wakati wake. Na alifanya kila jambo kwa kusudi. Ana sababu ya kuleta mimea siku fulani. Bwana asifiwe. Ana sababu. Kwa hivyo, kwa lolote unalopitia, nataka kuhimiza. Na mimi nataka nikutie moyo kabisa. Na mimi mwenyewe pia nijitie moyo katika Bwana. Ya kwamba hapajaharibika jambo. Haya yote ambayo tumeyashuhudia ni mwanzo tu wa Kristo kuharibu kazi za shetani. Haleluya. Amen. Ni kupeana nafasi. Mwambie mwenzako, anza kupeana nafasi. Anza kupeana nafasi. Vitu viharibiwe. Vitu viharibiwe. Vya ibilisi viharibiwe. Vya ibilisi viharibiwe. Haleluya. Amen. Maana kuna watu kuzaliwa kwao ilikuwa wabebe vikahana vya familia. Haleluya. Amen. Wabebe mizigo ya jamii. Warithi vitu vya familia. Na ndio maana unang'ang'ana, unatafuta jinsi ya kumtumikia Mungu. Unajaribu jinsi ya kuinuka, unasikia kukata tamaa. Bwana asifiwe. Kristo amekuja kwa sababu ya hiyo. Hapo mahali penye unahisi kukata tamaa, hapo amekuja kuharibu hizo kazi zinazotaka kuharibu kazi ya Mungu ndani mwako. Haleluya. Amen.
amekuja kuharibu ile mizigo ambayo familia ilisema utasongeza hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamii ambazo tumezaliwa ndani ni za ajabu sana. Huwezi ukajua hadi utakapoketi na wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hautafahamu hadi utakapoketi na wao. Utaelewa hata lile jina ulilopewa ama ulilorithishwa. Lile jina lilikuwa libebe maono ya familia, lipeleke viwango, lakini si utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna njia nyingine ya kubeba familia, lakini kwa jina la Yesu Kristo, kila mzigo na kila uharibifu uliopangwa juu ya maisha yetu hautafanikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Sisi ni washindi kwa sababu amezaliwa Mwokozi, mkombozi, mfalme wa wafalme. Haleluya. Kama kuna kitu kilikuwa kimekutawala kinajidai ni mfalme, basi yupo mfalme wa wafalme aliyezaliwa. Kishikamana naye, wafalme wengine wanapigwa teke, songezwa mbali. Maana wafalme wawili hawezi keti katika himaya moja. Mpe Bwana sadaka nzuri ya makofi. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi pata wazee wa mtaa wawili kijiji kimoja. Kila mzee wa mtaa na kijiji. Huwezi pata magavana wawili kaunti moja. Kila gavana na kaunti. Basi Kristo abaki na maisha yako. Wengine hawa waliosalia, waliotaka kumiliki, waliotaka kunyanyasa, wengine wanatumia rasilimali zako vibaya. Wakati ambapo unakufanikiwa na kubarikiwa kwako, kuna kitu kinatokea, fedha zako zinatawanyika kwa sababu kunaye mtawala ambaye ana uwezo na usemi juu yako. Lakini kwa sababu ya kuzaliwa kwake Kristo, Kristo ataimarisha rasilimali zako, atazikusanya mahali ambapo zilikuwa zimetawanyika. Bwana arudishe kitu ulichokipoteza. Bwana Yesu asifiwe. Mahali vitu vilisambaratika, ninakuombea vikarudi kwa jina la Yesu. Amen. Mahali ambapo adui amefanikisha mambo yake ndani ya hii miezi yote 11, Bwana atumie nafasi hii kurejesha kile ulichoibiwa, kile ulichodhulumiwa, chochote walichojaribu kugusa kwa mikono yao, chochote walichoharibu, biashara yako iliyoharibika. Mungu arejeshaye, anaye uwezo na nguvu za kufanya mambo haya. Haleluya. Amen. Mpe Bwana sadaka nzuri. Wangapi wanasema Mungu atutendee kama vile alivyoahidi? Haleluya. Bwana awabariki. Tunapoanza mwaka, ninasimama mahali hapa kutangaza ya kwamba si mwaka wa kawaida. Ni mwaka wa mtembeleo wa Bwana. Ya kwamba anaenda kuweka vitu sawa. Amen. Mwambie mwenzako vitu sawa. Vitu sawa. Mwambie mwenzako vitu sawa. Vitu sawa. Mwambie usiwe na hofu. Usihangaike. Usiteseke. Mwambie futa machozi. Mwambie futa machozi. Mwambie umelia sana. Umenung'unika sana. Umeteseka sana. Umengojea sana. Mwambie umengojea sana. Mwambie Kristo tayari ametokea. Jiandae. Amekuja na baraka zako. Amekuja na miujiza yako. Haleluya.